Usiku uliingia taratibu katika maji ya Ghuba ya Oman. Mawimbi yalionekana ya kawaida, lakini chini ya uso wake dunia ilikuwa inacheza kamari ya hatari. Manowari zilisogea kimya kimya. Mabaharia walivaa sare zao za kijeshi zenye nembo za taifa. Kamera za satellite zilikuwa juu angani, zikichora ramani ya kila hatua. Huo haukuwa ukaguzi wa kawaida wa kijeshi. Hilo lilikuwa tamko lisiloandikwa. Irani na Urusi walikuwa baharini pamoja kwa saa kadhaa. Vikosi vya majini vya mataifa hayo mawili vilifanya mazoezi ya pamoja katika maji ya bahari ya Hindi na Ghuba ya Oman. Katika taarifa rasmi, walieleza kuwa lengo ni kuimarisha uratibu wa operesheni na kubadilishana uzoefu wa kijeshi. Lakini kwa macho ya wachambuzi wa kimataifa, huu haukuwa tu uratibu, huu ulikuwa ujumbe. Siku chache kabla ya mazoezi hayo, Irani ilikuwa tayari imeshaandika sura ya kwanza ya hadithi hiyo kwa moto. Makombora matano yalirushwa kuelekea mlango wa Hormuz, njia nyeti zaidi ya mafuta duniani. Eneo hili si la kawaida, kwani takribani theluthi ya mafuta ya dunia hupitia hapo. Kila meli inayopita hubeba si tu nishati, bali pia ustawi wa mataifa makubwa. Operesheni hiyo iliitwa Smart Control of Hormuz Strait. Jina lililotafsiriwa kwa lugha ya kisiasa lina maana moja, kuwa wanao uwezo wa kudhibiti njia ya uchumi wa dunia, jambo lililoshtua dunia. Masoko yakatetemeka. Wachambuzi wakaanza kuhesabu athari. Wakati Teherani na Moscow wakionyesha mshikamano wao, Washington haikusita. Marekani ilituma moja ya alama zake kubwa zaidi za nguvu baharini, USS Gerald R. Ford, kuelekea Mashariki ya Kati, kwani hiyo si meli ya kawaida, ni jiji linaloelea. Ina uwezo wa kubeba zaidi ya ndege 75 za kivita. Ina rada za kisasa, mifumo ya makombora na maelfu ya wanajeshi ndani yake. Ni ishara kwamba Marekani haitazungumza tu, iko tayari kuonyesha. Na juu ya hilo, Rais Donald Trump akaweka saa ya kuhesabu, ambapo ametoa siku 10 tu kwa Irani kufikia makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia. Na hapa nanukuu: si rahisi kufanya makubaliano ya amani, alisema, lakini muda huu unatosha, vinginevyo mambo mabaya yatatokea, mwisho wa kunukuu. Hakutaja mambo mabaya ni yapi, lakini historia inaonyesha kuwa kauli kama hizo hazitoki hewani bila maandalizi. Teherani nayo haikunyamaza, kwani kiongozi mkuu wa Irani Al Khamenei alitoa onyo la moja kwa moja, na hapa nanukuu: wanasema wametuma meli ya kivita kuelekea Irani. Ndiyo, meli ya kivita ni silaha hatari, lakini hatari zaidi ni silaha inayoweza kuituma chini ya bahari, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ilipokelewa kama radi. Je, Irani ina silaha gani? Makombora ya masafa marefu? Manowari zisizoonekana kirahisi? Droni za kisasa? Kwani aliye na jibu la moja kwa moja, lakini ujumbe ulikuwa wazi: usiogope sauti ya injini, ogopa kimya cha silaha. Wakati bahari zikijaa chuma na moto, mazungumzo ya pili kati ya Marekani na Irani yalifanyika Geneva. Hiyo ni sura mpya katika mvutano uliodumu kwa miaka tangu Marekani ijiondoe kwenye makubaliano ya nyuklia ya awali. Sasa Washington inataka makubaliano mapya. Teherani inataka heshima na kuondolewa kwa vikwazo. Bei ya mafuta imeanza kusogea juu. Mataifa ya Ulaya yanatazama kwa wasiwasi. Asia inahesabu hatari kwa meli zake za biashara. Mashariki ya Kati iko katikati ya moto wa maneno makali na misuli ya kijeshi. Swali linabaki, je, haya ni maonyesho ya nguvu tu au ni maandalizi ya ukurasa mpya wa historia ya vita? Kwa sasa, bahari imebeba majibu. Mawimbi yanagonga kwa sauti ya kawaida, lakini ndani yake kuna hadithi ya mataifa makubwa yanayopimana pumzi.